Mmoja kati ya makocha wakubwa sana duniani walishawahi kutoa kauli moja ambapo walisema kwamba kitu ambacho nachokiona kwenye mpira mara nyingi hakihusiani sana na mpira. Hapa namzungumzia Sir Alex Ferguson wakati anaifundisha Manchester United. Mmoja kati ya tukio ambalo haliwezi kusahaulika ni ile fainali ambayo iliwakutanisha mahasimu wawili, na hii ilikuwa ni UEFA Champions League ambapo Real Madrid hadi dakika za 90 na nyongeza pia alikuwa nyuma kwa goli 1-0, lakini katika zile dakika za nyongeza mambo yalibadilika. Real Madrid baadaye akaweza kutoa ubingwa wa UEFA Champions League. Ni kweli dakika moja ya mchezo wa mpira wa miguu inaweza kubadilisha historia nzima ya dakika 90 ama dakika 89. Kwa nini? Hii ilikuwa ni tarehe 24 Mei mwaka 2014. Na wewe kama ni moja kati ya wadau wa soka, hii mechi unaikumbuka, si ndio? Bwana, ilikuwa ni kama watu wamekata tamaa. Nakumbuka kipindi hicho Real Madrid iko chini ya kocha Carlo Ancelotti, lakini Atletico Madrid ilikuwa chini ya Diego Simeone. Tunafahamu ndio hadi hivi sasa yumo, lakini hii ilikuwaje? Ni moja kati ya tukio kubwa sana ambalo kihistoria haliwezi likasahaulika katika ile matukio 10 ama 20 ya UEFA Champions League. Hili hatuwezi tukalitoa. Bwana, ilikuwa ni tarehe ya 24 Mei 2014, kwa maana tarehe ya 24 mwezi wa 5 mwaka 2014. Ni siku ambayo nadhani Atletico Madrid hawataki kusikia wala kuikumbuka, na siku inayoumiza sana kwenye historia ya mpira. Hebu kunywa maji kidogo nikuambie jambo. Hii ilikuwa ni fainali ya UEFA dhidi ya Real Madrid, na nikukumbushe tu kwamba mchezo huu ulipigwa pale Estadio da Luz, Lisbon, akiwa anaongoza bao 1-0. Wewe unadhani namzungumzia nani? Ni Atletico Madrid chini ya kocha Diego Simeone. Dakika ya nyongeza 93 ilionekana kabisa kwamba mpira huu unakwenda kutamatika na Atletico de Madrid anaenda kutangazwa bingwa, lakini mambo yalibadilika sana. Walishindwa kulinda goli ili watangazwe mabingwa. Tena ilikuwa ni moja kati ya mchezo ambao watu walijua kabisa huu Real Madrid anatoboa mapema. Tena kipindi hicho unamzungumzia Pepe hapa nyuma, lakini pia una Sergio Ramos. Ukisogea kwa mbele kidogo una mtu anaitwa Luka Modric, lakini kule mbele una Cristiano Ronaldo. Usisahau una Karim Benzema. Ilikuwa ni hatari. Kwa hiyo watu wengi walidhani mchezo huu Real Madrid anaumaliza mapema, lakini usisahau pia ule upande wa pili kulikuwepo na mtu anaitwa Antoine Griezmann, alikuwa ni wa moto sana. Sasa dakika ya 93 walishindwa bwana kulinda goli ambalo lilikuwa linaenda kuwatangaza mabingwa muhimu. Na moja kati ya kitu ambacho wengi hawawezi kusahau ni pale ambapo mtu mbaya anaitwa Sergio Ramos aliweza kuisawazisha lile goli. Ndani ya dakika 90 wakawa wamechoka sana na Real Madrid, gari likawaka. Ndio, limewaka kabisa. Atletico Madrid wakakubali kipigo cha goli 4-1 na kukosa ubingwa ambao ulikuwa ni ubingwa mkubwa sana. Hii ilikuwa ni UEFA Champions League. Real yakatangazwa bingwa, watu wakanyanyua makombe, namwona Cristiano Ronaldo, lakini nikukumbusha usisahau ile kona ilipigwa na mtu mbaya, mzee wa auta, huyo anaitwa Luka Modric. Bwana, mimi nimekukumbusha tu leo. Hebu niambie ni kitu gani ambacho wewe unakikumbuka hii tarehe ya 24 mwezi wa 5 mwaka 2014. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Bye bye.